Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina mimi ni Dr. Hassan Juma Rashid na naishi maeneo ya Mabibo. Nafanya kazi katika vituo viwili. Kituo kimoja ni hospitali ya Kigamboni inajulikana kama Jamii, lakini hospitali nyingine ipo unapotoka Medical Hospital. Mimi ni daktari ambaye hasa najishughulisha na elimu ya sayansi ya tiba shirikishi ama kwa nyepesi tunasema tiba mbadala. Nilikuwa na mengi sana ya kuongea, lakini muda nilikuwa ni mchache sana. Sema hata ndio haraka hivyo nieleze ndio na ufikiri kitu huo uweze kulitosha. Kwanza nitaka nizungumzie vitu takriban vitatu au vinne hasa katika sekta ya afya. Pia nikianza na ombi la kwanza nilikuwa ninaomba kwa viongozi wetu wa dini kuanzia ngazi ya juu mpaka sisi kwa chini, jitahidi sana tuwekeze katika sekta ya afya. Yaani ni maana tujitahidi sana sisi Waislamu tuwe na vituo vya afya ambavyo vinaendeshwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu, kwa sababu mimi ni daktari, nipo hospitali na mambo yanayotokea pale binafsi mimi najua. Kuna yanayofurahisha na pia kuna ambayo yanaumiza, na mengi sana hasa kwa upande wa mama zetu na dada zetu na wake zetu. Kuna mambo yanayoendelea kama wewe ni mtu kweli wa dini, ukiyatizama unaona kabisa hichi ni kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo niombe sana Waislamu na viongozi wengine, hili ni swala ambalo pia linatakiwa tuliangalie kwa macho mawili, yaani tutazame hapo kwa kweli. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, naomba nitoe faida chache sana kwa baadhi ya matatizo hapa, maradhi ambayo yanakuwa yakiwakabili watu wengi sana kwa hivi sasa. Kwa dunia tuliofikia hivi sasa, magonjwa ambayo ni changamoto si magonjwa ya mlipuko kama zamani. Yaani kipindi cha nyuma magonjwa ya maambukizi yalikuwa ni changamoto, lakini dunia tuliofikia, yaani magonjwa ambayo ni maambukizi yalikuwa sio changamoto. Kipindi cha nyuma kuna mtu alikuwa anawezekana kufa kwa malaria, lakini kwa hivi sasa ilikuwa ni jambo gumu sana. Hivi sasa watu walikuwa wanakabiliwa sana na pandemic. Sasa kuzungumzia vitu ambavyo sio maambukizi, hapa nazungumzia vitu tofauti sana watu wengi ndio. Hapa nazungumzia masuala ya kwa mfano tezi dume, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo na mengine vingi sana. Hayo yamekuwa changamoto tofauti na kipindi cha nyuma. Aidha kwa mama zetu, 80% mpaka 90% wanawake wengi sana hivi sasa wanasumbuliwa na magonjwa ya tumbo, hasa magonjwa ya via vya uzazi. Nikimaanisha kwamba kwa 80% mpaka 90% wanawake wengi sana wanakabiliwa na magonjwa ya maambukizi. Kwa mfano, ugonjwa kama wasana wa mama hivi sasa ni ugonjwa wa PID, wengine wanaita PID sugu, ambapo ni pelvic inflammatory disease. Haya ni magonjwa ambayo yanawasumbua wengi sana na yanakaribia kwa kama kuanzia miaka 15 mpaka 24, japokuwa wengine inaweza kuwafika. Sasa maana ni kwamba kwa mfano, aidha kuna mtu ana matatizo, aidha ana wagonjwa, anaweza akatutembelea sisi. Hospitali moja iko Kigamboni Jamii tunapatikana, iko Kiugumu pale, nyingine iko Ngorongoro. Zote hospitali hizo mimi nahusika na kufanya kazi katika vitengo tofauti. Sasa lengo la mimi kuja hapa kwa sababu kuna watu wanaumwa matatizo, kwa mfano mtu mwenye tezi dume. Kwa tezi dume sasa hivi mwanaume kwa nchi yetu sisi wanafanya matibabu kwa njia ya upasuaji. Ila sisi watu ambao tunajihusisha na masuala ya sayansi ya tiba shirikishi tuna uwezo wa kumtibia mtu huyo pasi na kufanya upasuaji. Sasa lengo ni watu waweze kupata faida ya kwamba kwa mfano mtu ana tezi dume, upasuaji wa tezi dume kwa pale Mwanza inaweza na kosti takriban milioni 1 mpaka 2, ambacho ni kiwango kikubwa sana cha gharama, ambacho sasa mtu badala ya kwenda kufanya matibabu ya kufanya upasuaji anaweza katibiwa kwa njia sio kwa nini na upasuaji. Especially mimi nimesoma katika chuo kikuu cha University of Cape Town ambacho kipo South Africa. Ni chuo kikubwa ambacho kinadili na utafiti
wa madawa tofauti kipo South Africa, lakini chuo wengi sana kwa kama ufuatiliaji wa chuo ambao ni sana na utafiti wa madawa. Ndio chuo ambacho mimi nimesoma katika miaka minne. Sasa nimaliza kwa hiyo nimekuja kuendelea sasa kupambana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amenipatia. Kwa kuna maradhi mengi sana tunafanyia tiba, lakini hayo ni baadhi. 07 43 12 72 06. Narudia kwa mara ya mwisho. 07 43 12 72 06. Na baada ya hapo nilisikia kuna kipindi cha maswali. Mimi naenda kukaa pale, nilikuwa nimekaa. Aidha mwenye swali atakapouliza mimi nitakuja kujibu.